Iqra Online TV. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kushukuru ni moja ya sifa au vigezo ambayo kila muumini Muislamu anatakiwa sifa hii awe nayo au tabia hii awe nayo. Na kushukuru kunaambatanisha ile hali ya wewe kujua neema za Mwenyezi Mungu alizokupa, na kwa hivyo baada ya kuzijua unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hizo. Kwa hivyo utaona kushukuru katika Uislamu inakwenda mbali zaidi kuliko ile kusema asante. Kushukuru ni hali ambayo unaitengeneza katika fikra zako, kwenye akili yako, kwenye moyo wako, na unaijenga hivyo kwamba wewe unatakiwa mara zote uwe ni mwenye kushukuru, kwa sababu hakuna yoyote kati yetu kwenye hali yoyote uliyokuwa nayo ambayo itafikia pahala useme kwa hali hii mimi sipaswi kushukuru. Hakuna. Vyovyote vile utakavyokuwa, bado una nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa ajenge kwamba hii ndiyo tabia yake, huu ndio mtindo wake wa maisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baada ya bismillahir rahmanir rahim, anasema mkitaka kuhesabu, kuorodhesha moja baada ya moja neema za Mwenyezi Mungu alizowaneemesha, hamwezi kuziorodhesha. Katika kipindi hiki au tuseme zama hizi ambazo kushukuru inaonekana kuwa ni unyonge na udhaifu, kila mmoja analalamika. Ambaye hana mkono mmoja analalamika, mwenye mikono miwili analalamika, mwenye mguu mmoja analalamika, mwenye miguu miwili analalamika, ambaye hana watoto analalamika, mwenye watoto analalamika, anayepata 10,000 analalamika, anayepata 20 analalamika. Ili mradi kila mmoja analalamika katika zama hizi. Kutokea wewe ukajitambua badala ya kulalamika ukamshukuru Mwenyezi Mungu, hilo ni jambo kubwa sana, na ndivyo kila mmoja wetu anatakiwa awe hivyo, awe mja mwenye kushukuru. Na kushukuru kama tulivyosema kwenye mada yetu kwamba ni kushukuru na kuelezea zile makamati za shukra, stations of gratitude, daraja zile za kushukuru. Wanazuoni wamezigawa kwenye mafungu matatu. Aina ya kwanza ya kushukuru ni ile tunayosema recognition of blessings, wewe kutambua neema ulizopewa. Sababu wakati mwingine mtu anaacha kushukuru kwa sababu haoni neema alizopewa. Mara nyingi kushukuru au kutokushukuru kunahusishwa zaidi na mali. Kwa hiyo mtu akiona hana mali, anaona yeye hana sababu ya kushukuru, lakini anasahau hata ile inayoitwa qararul ardh ambayo sisi tunayo, stability ya ardhi, kwamba Mwenyezi Mungu ameifanya ardhi yetu sisi imetulia.
na Mwenyezi Mungu ametutajia hiyo ni moja ya neema, kwamba ameijalia ardhi kwetu sisi imekuwa qarar. Hiyo ni neema. Kwa sababu ya kutulia ndio maana tuko hapa, kwa sababu ya kutulia ndio maana kuna watu wanalima, kwa sababu ya kutulia ndio vitu vingi vinafanyika. Yako maeneo katika ulimwengu wetu huu kutulia sio jambo walilolizoea. Saa zote wanakuwa na wasiwasi kama tetemeko la ardhi halijatokea sasa hivi litatokea baadaye. Kwa hiyo kwenye hali ile kuna vitu haviwezi kufanyika. Sasa inawezekana huna mali, lakini pale ulipo ardhi imetulizana, neema ya Mwenyezi Mungu. Inawezekana huna mali, lakini wewe una afya, unaitambua. Yako maradhi yanaitwa total locked syndrome. Haya ni maradhi ya mtu anapooza mwili mzima, lakini akili yake ndani iko vizuri, anaelewa, anasikia, anafahamu kila kitu, lakini mwili wake wote umepooza. Wakati mwingine inatokea anabakiwa na jicho tu ndio linaweza kufumba na kufumbua, mpaka jina jingine madaktari wakauita ugonjwa prisoner in your own body, kwamba wewe unakuwa mfungwa kwenye mwili wako mwenyewe. Kisha wewe unawasikia watu wanavyozungumza, lakini wewe huwezi kuwaambia jamani, mimi mzima. Imetokea kwa wale wanaopenda kuangalia kwenye mitandao, wataona kuna baadhi ya wagonjwa wachache waliokuwa kwenye hali hiyo, alafu akapona akarudi kuwa kawaida. Anaeleza kilichotokea. Anasema yule mmoja, nilikuwa nawaona watu wote wanakuja wanazungumza, wengine yani watu wanavutana, wengine wanasema bwana huyu kishakufa, wengine wanasema bado. Anasema mimi natamani niwaambie jamani, mimi mzima nawasikia, lakini vile vifaa vya yeye kuweza kuwasiliana na nje ya mwili wake akasikika havipo vyote. Na haina maana kwa mpaka hiyo alifanya kitu fulani ndo akatokewa na hali hiyo. Hapana, inaweza kumtokea yoyote kati yetu. Kwa hiyo unaweza kuwa huna chochote, lakini kuwa unaweza kuzungumza na wenzako na nini na kila kitu, uko msikitini, unaweza kwenda huku na kule. Hiyo pia udhani kama inastahili kushukuru. Kwa hiyo aina ya kwanza ni kutambua neema ulizokuwa nazo. Wako watu wanasafishwa figo, inaitwa dialysis, na mtu anaambiwa kwa wiki mara 3. Akipangiwa kwa wiki mara 3, maana yake kila akienda kufanya mara moja ni karibu 300,000 na kitu, na lazima afanye ili kuondoa sumu mwilini, figo zimekufa. Anatakiwa apate hizo pesa kila wiki karibu milioni. Manake mbali ya hiyo yanayolipa kawaida, anaambia siku na nyingine ya sindano ya nini na nini. Kwa hiyo ukifanya na usafiri anakutoka inakuja karibu milioni kila wiki lazima apate. Na huyu anavyo vyakula maalum ndo anatakiwa ale. Alafu mfikirie huyu ana na familia pia inamtegemea. Ukiyatafakari haya udhani kama unatakiwa kushukuru. Unaweza kuwa huna chochote, lakini hiyo. Kwa hiyo aina ya kwanza katika aina 3 zile za kushukuru ni hii, kukaa ukatambua neema ambazo wewe uko nazo. Ile kutambua tu, kwa sababu kwenye kutambua ndo kuna kuongezewa. Mungu aliposema la in shakartum la azidannakum, mkishukuru mtawaongezea. Sasa wewe ukipata 5 ukishukuru ndio itakuja kuwa 10, lakini ukipata 5
unanung'unika na unalalamika, itaongezwa vipi? Na Mungu anasema mkishukuru ndo nitawaongezea. Wewe unafanya opposite, kwamba wewe badala ya kushukuru unalalamika tu, na kule kulalamika inakuwa kama unamshtaki Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili, baada ya ile recognition ya blessings, ndio ile tulioizoea ambayo inaitwa verbal expression, ile alhamdulillah. Kama mtu akisema alhamdulillah anaona kamaliza huyo, lakini anatakiwa ajue kwanza kutambua neema, ya pili ndio hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutaja na kwa kusema Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, kwamba sio tu ni huduma ya mdomo, lakini pia ni zoezi la kiroho linalokutengenezea mazingira yawe ya mara zote kutambua na kuwa mnyenyekevu kwenye neema za Mwenyezi Mungu alizokupa wewe. Na ndio hiyo tumewekewa, sio tu kwa Mwenyezi Mungu, lakini hata kwenye yale tunaofanyiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Wacha kule kwa Mwenyezi Mungu, angalia hata wewe kwamba mwenzako anapokuambia nina shida, alafu wewe ukatatua, alafu baada ya kutatua akaendelea tu kama hakuna kitu kilichotokea, utajisikia vibaya na utasema, na huyu mtu ana namna gani? Kaniambia ana shida, nimemsaidia, kashindwa hata kuniambia asante. Ile asante maana yake ni kutambua kile ulichomfanyia, anaonyesha shukurani zake kwako. Aina ya tatu ya kushukuru inaitwa gratitude through actions. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matendo. Unashukuru kwa matendo ambayo ndio ile, kwa kuwa kakupa afya na viungo vyako viko kamili, unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya anayoyapenda na kuyaridhia. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekupa mali, unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya yaliyo mazuri anayoyapenda na kuyaridhia. Kwenye maneno aliyoambiwa familia ya Daud walipoambiwa, Qur'ani inavyosema kwenye sura 7, maneno yale yanamaanisha kwamba kushukuru haitoshi kuzungumza, tunatakiwa kule kushukuru tukuishi. Yaani namna unavyoishi iwe ndio inaonyesha unavyomshukuru Mungu. Mfano, kwenye hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu anasema, idha btalaitu abdi bifaqdi habibatayhi, nikimpa mtihani mja wangu kwa kumnyang'anya vipenzi vyake viwili, kwa kumkosesha vipenzi vyake viwili, yaani macho mawili, akasubiri, Mungu anasema sina malipo ya kumpa isipokuwa pepo. Sasa wewe hukupewa mtihani ule, mimi na wewe tunayo macho tunaona. Jiulize vizuri, na hasa kwa vijana wamo, namna unavyotumia macho yako kwenye vile ambavyo kwenye simu umeweka mapassword ya kila namna, kwa sababu kuna vitu hivyo unaangalia mwenyewe tu, tena ukiwa peke yako. Unadhani hiyo ndio namna nzuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya macho aliyokupa? Kushukuru neema ya macho aliyokupa baada ya kutambua na kutamka ni sasa kushukuru kwa vitendo, kwa kuyatumia kuangalia anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Chochote kile ambacho Mungu kakupa neema, jiulize kama mwenyewe peke yako, hivi hiki nilichopewa, namna ninavyotumia
Hii ndo namna nzuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki alichonipa. Hiyo ni aina muhimu sana katika zile aina za kushukuru. Lakini wanazuoni wakazungumza pia aina nyingine ya kushukuru katika zile makamati, zile stations zile, inaitwa gratitude in adversity, kushukuru na kubaki kuwa mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu wakati wa matatizo, wakati umepewa mtihani, bado ukabaki kuwa ni mja mwenye kushukuru, kwa sababu mtihani wowote uliokuwa nao leo haukuanza tu ukawa nao, kuna wakati haukuwepo. Kama ni kukosa kazi, kuna wakati ulikuwa na kazi wewe. Kama ni biashara, kuna wakati ulikuwa nayo na ilikuwa inaenda vizuri. Sasa hivi ndo mambo yametikisika. Unatakiwa ubaki kushukuru na ukiamini yule aliyokupa muda mzuri kwenye hilo jambo ndio huyo wewe anaweza kukupa tena. Kwa hiyo hakuna room ya kukata tamaa na hakuna room ya kunung'unika. Bado unatakiwa ubaki wa wewe ni mja mwenye kushukuru. Na ndio yale maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ajabu iliyoje kwa mambo ya muumini. Muumini kila jambo lake kwake ni kheri. Akipatwa na jambo linalomfurahisha anamshukuru Mungu, na kwenye kushukuru ni kheri. Akipata lisilomfurahisha anasubiri, na kwenye kusubiri ni kheri. Kwa hiyo kushukuru mambo yanapobadilika ni aina nyingine ya shukurani na ni daraja iliyo ya juu. Sisi tuyatambue haya, tujue nafasi ya shukurani katika maisha yetu na namna tunavyotakiwa tuwe, tutofautiane na wengine. Tusiwe saa zote tunalalamika tu. Tuangalie na tutambue neema tulizopewa. Ndio maana nimesema hali yoyote uliyokuwa nayo bado unatakiwa umshukuru Mungu. Watu wema wale walikuwa mpaka kwenye misukosuko na kwenye matatizo bado wanashukuru, kwa sababu wanasema chochote kilichokupata unatakiwa umshukuru Mungu, kwa sababu ingeweza kuwa mbaya zaidi ya hivyo. Kama ni kidole umepoteza, ingeweza kuwa kiganja, unatakiwa ushukuru. Kama ni mkono, ingeweza kuwa mikono miwili, bado unatakiwa ushukuru. Kama ni mikono miwili, ingeweza kuwa na miguu pia, unatakiwa ushukuru. Kwa vyovyote ulivyo, chochote unachokiona wewe ndio unastahili kulalamika sana, bado kuna nafasi ya kushukuru, kwa sababu ingeweza kuwa mbaya zaidi. Kama ni dunia yako, unatakiwa ushukuru, kwa sababu ingeweza kuwa kwenye akhera yako. Kwa hiyo almuhimu, vyovyote unavyokuwa, bado unatakiwa uendelee kushukuru. Aina nyingine, daraja nyingine ya kushukuru tunasema ni integration into character. Ile tabia ya kushukuru kuingiza ndani, ile sifa ya kushukuru, hali ya kushukuru kufanya ndo tabia yako. Hiyo wanazuoni wanasema watu wanapofikia daraja hiyo, inakuwa kule kushukuru huwezi kukutenganisha na imani yake. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kutikiswa na chochote, bado atabaki kwamba yeye ni mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile alivyo. Nilisema mwanzo, mara nyingi kushukuru tunakuhusisha na mali na kipato, tunasahau vitu vingine. Mungu aliposema mkihesabu, mkitaka kuorodhesha neema, hamwezi kuzihesabu mkaziweza zote. Angalia neema ya jicho ile ya kufumba na kufumbua.
blinking wanaita Kiingereza. Moja ya neema ambazo ni kubwa sana na zina faida sana kwetu sisi, lakini tunaichukulia kawaida tu, ni hiyo kufumba na kufumbua jicho. Kule kufumba na kufumbua jicho kunafanya kazi kama ile wiper ya gari. Mungu ameweka kazi yake ni hiyo, inaondosha chochote kibaya katika jicho, inasafisha. Kwa hiyo chochote kile kinachoingia pale kwenye jicho kutaka kufanya kisichofaa, ile kufumba na kufumbua kazi yake ndo kusafisha na kulinda. Kwa kawaida kabisa, mtu ana blink hiyo, anafumba na kufumbua mara 15 mpaka 20 katika kila dakika, katika kila sekunde 60. Lakini kwenye haya maradhi yetu ya siku hizi ya kompyuta, TV, simu, watu wamefanya tafiti, inaonekana mtu kwenye hiyo dakika anafanya hivyo mara 5 mpaka 7 akiwa yuko pale hivi anaangalia. Ukiangalia hicho ni kitu tunafanya kila siku na unaona ni kawaida tu, lakini wako watu wana matatizo, maradhi yao ni hiyo blinking, kwamba wengine huko mpaka walikuwa lazima anawekewa kama plasta huko ili hizi kope zake au nani ziweze kuinuka, vinginevyo zinafumba tu moja kwa moja. Na unaona kawaida, yani katika vitu unavyotaka kushukuru, hiyo haimo kabisa. Na kingine ambacho ni kawaida ni machozi. Haikupitii kwenye akili yako kwamba ile kuwa unayo machozi ni neema, unatakiwa ushukuru. Unaona ni kawaida tu. Lakini wako watu ukiwauliza madaktari, wako watu maradhi yao ni kwamba hapati machozi, na kwa sababu ya kutopata machozi, jicho linapokuwa kavu, hiyo ni shida na ni tatizo kubwa. Kwa hiyo analazimika kupewa machozi bandia, awe anayatumia kwa ajili ya jicho lake. Na wewe unayo tu, tena wakati mwingine ukitaka ndugu yako akuhurumie, akusaidie kwenye jambo, unaweza hata kuyaleta pale unapoyataka na yakaja tu, na unaona ni kawaida. Na machozi yenyewe pia wataalamu wamegundua yako namna 3. Yale yanayotokea wakati wa kulia pale unapokuwa na huzuni, yale ni tofauti na yana faida yake, na mengine na mengine na mengine. Sio darasa yetu hapa ya kuzungumza, lakini nimetaka kugusia uone Mungu anaposema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkitaka kuorodhesha neema hamwezi kuorodhesha, ni nyingi mno. Kwa hiyo tunachotakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu vyovyote utakavyokuwa. Uelewe kushukuru kwanza ni kutambua neema ambazo Mwenyezi Mungu amekupa, uzitambue. Pili, uweke wazi ile shukrani, ili baada ya kutambua kwa kusema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hizi. 3, sasa ushukuru kwa viungo vyako, kwa kuvitumia katika namna nzuri anaoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Nataka nitoe mfano, niligusia tu mwanzo. Nisema kuna maradhi yanaitwa total locked in syndrome. Ni maradhi ya mtu anapooza mwili mzima, lakini akili yake iko sawa, anaelewa kila kitu, lakini hawezi kuwasiliana, anabaki yeye mwenyewe tu. Na nilisema yuko mmoja alifika pahala akarudi, baada ya hali ile akarudi kuwa kawaida, akafanya kipindi na akahojiwa.
Marekani kule akiwa na umri wa miaka 28. Lakini mwingine ambaye alikuwa maarufu sana akiitwa Jean Dominique, huyu Mfaransa, alipopata maradhi yale, na alikuwa ni mwandishi wa habari tena muhariri, kapooza mwili mzima, limebaki jicho moja tu. Na wanaeleza sababu yeye ni katika maarufu sana, sababu yeye kupitia ile jicho moja na ile kufumba na kufumbua aliweza kuandika kitabu. Kuna mtu akawa anamfuata kwenye ile kufumba na kufumbua kwa maana ya herufi, anaandika. Akaandika kitabu kikaitwa kabisa kwa Kiingereza The Diving Bell and the Butterfly. Kwa hiyo kufumba na kufumbua akiwa kwenye hali ile. Kitabu kile imechukua ule kufumba na kufumbua mara 200,000 na miezi miwili ikifanyika kazi hiyo na mtu anaandika. Akakamilisha kitabu cha kurasa 130. Na wanasema hata yeye kilichonusuru, watu walikuwa wanasema bwana, huyu jamani, huyu mgonjwa kishafariki, achukuliwe apelekwe mochwari. Yeye yani mtu anasikia anazungumza naye, lakini mazungumzo yake kwa jamani ni mzima. Lakini daktari mmoja akasema bwana, ngoja, akasogea karibu, akasema kama unanisikia, hebu fumba mara 2. Yule bwana haraka sana akafumba mara 2. Sasa jamani, huyu bado mzima huyu. Sasa mazingira tu ya kwetu, unaweza kuwa tayari tena ushapelekwa mochwari na kila kitu, na kule unaenda kusema jamani, mwenzenu mzima, ndio mnanimaliza hivyo, hamna mtu anajua. Sasa kama hauko kwenye hali ile, vyovyote utakavyokuwa, nadhani yote mtakubaliana na mimi, unapaswa kushukuru, sio kulalamika. Una kila sababu na nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapo ulipo. Kwa hiyo jambo hili ambalo ni kubwa kwetu sisi Waislamu limekuwa ni jambo lenye kutupwa, liko pembeni, kila mtu analalamika tu. Tubadilike mwaka mpya huu, turudi kubeba tabia hii ya kwamba sisi tuwe ni waja wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema kuna waja kawaita waja wake ibadi. Kwenye hao waja wake, ukitaka kuona jambo hilo la shukrani lilivyo, akasema wa qalilu min ibadi ya shakur, hata hao ni wachache mno wenye kushukuru. Sasa mmoja alisikika, fikiri ilikuwa na Sayyidna Umar, anaomba dua, anasema Allahumma ja'alni min al-qalil, Mwenyezi Mungu nijalie mimi katika hao qalil. Akaulizwa una maana gani? Sasa Mwenyezi Mungu amesema wa qalilu min ibadi ash-shakur, kwa hiyo ndo namuomba Mungu mimi niwe katika hao waja wachache ambao wanamshukuru. Kwa hiyo na sisi tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni waja wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu. Vyovyote vile ulivyo, narudia tena, una kila sababu ya kushukuru, kwa sababu bado unazo neema za Mwenyezi Mungu ambazo kwa neema hizo unapaswa kushukuru. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atuwafikishe kwenye mwaka huu mpya, tuuendee katika namna nzuri anayoipenda na kuiridhia, na moja ya namna nzuri ni hii, kuwa waja wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iqra Online TV.